Hizi ni mbinu za kuuteka moyo wa mwanaume kwenye mahusiano na kumfanya akuheshimu sana kuliko unavyofikiria. Sikiliza hadi mwisho. Niamini mimi, hautaondoka bure. Utajifunza kitu. Mbinu ya kwanza, mpe nafasi ya kuwa kiongozi wako. Mpe nafasi ya kuwa na maamuzi kwenye mambo yako. Kwa sababu mwanaume ni kiongozi na mwanaume ni kichwa, basi tambua kwamba mwanaume anapenda kuongoza. Mwanaume anapenda kuwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anaweza kumwongoza. Mwanaume anapenda kuwa kwenye mahusiano na yule mwanamke ambaye akimwambia, acha hiki, basi anaacha mara moja. Akimwambia, fanya hiki, basi anafanya mara moja. Mwanaume anapokuwa na mwanamke wa aina hiyo kwenye mahusiano, hujihisi yupo sehemu salama. Kwa sababu mwanaume hutafsiri heshima kama kupendwa. Kwa maana kwamba, jinsi unavyofuata maagizo yake, ndivyo mwanaume huamini kwamba unampenda. Basi, kuanzia leo, jaribu kumpa nafasi mwanaume wako. Awe na nafasi ya kukuamulia mambo. Awe na nafasi ya kukwambia, acha hiki, au fanya hiki. Halafu fanya kama alivyosema. Kama ni mchumba, na kuhakikishia ataanza kukuwazia ndoa. Kwa sababu mwanaume anaogopa ushindani kwenye ndoa. Kwa hiyo, ukimwonyesha kwamba unaweza kuwa mnyenyekevu na akakuongoza, basi umeushinda moyo wake. Kesho nitakuja na mbinu nyingine. Usiondoke sasa bila kugusa alama ya kengele na kulike hapo, ili usikose mastori na mafundisho kama haya.